Karibu Tech Kijanja, sehemu sahihi ya kuchambua tech kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, yani tunasema tech in Swahili. Sasa leo naenda kukupa tips mbili ambazo huenda ulikuwa unazionaona tu lakini haukujua zina maana gani. Na tips mbili hizo zinatoka wapi? Tips mbili hizi zinatoka kwenye simu yako tu. Tips mbili zinatoka kwenye simu yako na tips hizo zinatoka kwenye upande wa message. Yani message hii, file ya message hii ina tips mbili ambayo huenda ulikuwa hauzijui. Sasa Tech Kijanja ndio sehemu ambayo tumekuja kukuchambulia tech kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, yani tunasema tech in Swahili. Twende moja kwa moja tukaangalie ni tips gani hizo ambazo huenda ulikuwa uzifahamu, na leo Tech Kijanja ndio inaenda kukusanua. Sasa utaingia kwenye simu yako, utachukua simu yako alafu utaingia kwenye message. Hizo tips zenyewe ni message hii hapa. Message kama inavyoonekana hii hapa ndo message ambayo naenda kukuelekeza hatua kwa hatua jinsi ambavyo unaweza ukafanyaje ukazijua hizi tips. Tips ya kwanza kabisa, tips ni namna ambavyo unaweza ukashare location. Yani una share location kupitia message ya kawaida. Tumezoea kuona message mtu akikwambia bwana nitumie location, unaenda WhatsApp unamtumia location. Sasa hii mbinu nimetumia muda kuifahamu. Sasa nimeona nije nikufahamisha ambavyo unaweza ukashare location. Unaweza ukashare location kupitia nini? Kupitia message ya kawaida. Utakachofanya hivi, ukishaingia hapa kwenye message kama hivi, ukishaingia kwenye mtu husika ambao unatakiwa umtumie message, utachofanya utaenda hapa chini kabisa kwenye hapa walipokuambia text message kwenye plus hapa. Utaibonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa tayari itakuonyesha upande hapo walipokuambia location. Kwa hiyo hapa location, ukipabonyeza hapa location, you see, ukibonyeza location tayari yenyewe itagenerate location ambayo unafanyaje unayo. Alafu hapa chini wamekuambia send. Kwa hiyo utasend kinamna hivi. Umeona kama hivyo? Ni simple kabisa like that. Hapo tayari unakuwa umefanyaje? Unakuwa umemtumia location mtu. Kwa hiyo haina haja ile ya kuingia WhatsApp ya kuanza kufanyaje kuingia utafute jina lake tena uanze kufanyaje kuituma. Hii mbinu ni mbinu ambayo itakusaidia kukurahisishia muda, kwa sababu watu tunacheza na muda. Hii mbinu itakurahisishia, utakuwa umeokoa muda wako. Sasa kitu cha pili ni nini? Okay? Ni hapa kutoka kwenye message. Hapa kwenye message kuna kitu gani? Hapa kwenye message nitaenda kukuelekeza jinsi ambavyo unaweza ukaschedule message. Yani ukaschedule message. Schedule ni ile hali ya kupanga muda rasmi. Labda unataka, labda mimi bwana mida fulani hivi, labda kwenye saa 3 nahitaji nina niadi na mtu fulani, nahitaji ikifika saa 3 ndo nimtumie message. Muda huo mimi huenda nikawa niko busy. Sasa utafanyaje? Utaschedule message. So twende moja kwa moja. Utachukua simu yako kama kawaida, utaingia pale kwenye message. Ukishaingia kwenye yule mtu husika kama hapa tulivyoonyesha tulikuwa tunamtumia, okay? Tulikuwa tunamtumia. Moja kwa moja tutafanyaje? Utaingia pale kwenye plus hapa chini, utabonyeza plus. Ukishabonyeza plus, okay, ngoja nikuelekeze directly. Utashuka hapa, utakuja hapa. Ukishabonyeza hapo tayari itafunguka kama hivi. Alafu utakachofanya wewe, utakuja hapa kulia kama inavyoonekana kulia hapa ambapo wameandika schedule send. Ukishabonyeza hapa schedule send, utatengeneza muda kama hapa inakuonyesha tunatengeneza muda, kwamba muda gani ili tufanyeje tumtumie. Sasa utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa utamwona kama hapa tumeseti saa 11 kamili ndio message yetu itafanyeje itaenda kwa muhusika. Kama hiyo ni generating ambayo imetengenezwa na wao wenyewe. Sasa sisi tunahitaji tutengeneze muda wetu sisi wenyewe. Utabonyeza hapa schedule. Ukishabonyeza hapa schedule utaenda hapa chini walipokuambia select date and time. Ukishabonyeza hapo utaseti tarehe, labda leo ni tarehe 17, you see. Ukishabonyeza tarehe 17 itakwambia muda unahitaji message yako iende kwa muda gani. So utabonyeza labda saa hizi ni saa 9 na dakika 20, tunahitaji message yetu iende saa 10. Saa 10 na dakika ngapi? Saa 10 maybe na dakika 20. So tutabonyeza hapo na dakika 20, utapiga okay, tayari. Hapo itakuwa imetengeneza nini? Muda. Okay? Hii hapa, ngoja
ya today ya. Hii hapa kama unavyoiona. Hapa sasa umesha seti muda. Sasa hapa kinachobakia wewe unafanyeje? Unaandika tu message. Unasema, "Oya, mambo vipi? Huu ni muda wa kikao. Huu ni muda wa kikao, ni muda wa kikao." Okay? Kama hivyo. Tayari hapo umeona hapa kwenye hii nani hapa inakuonyesha kabisa kwamba una namna umefanyeje, umeschedule. Sasa utabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapa, tayari message yenyewe muda huo haitaweza kwenda. Itakuwa iko schedule, yani itakuwa iko kwenye muda maalum. Ikifika ule muda halisi ambao tayari ulisha uset, tayari utakuwa umefanyeje, ile message yako itaenda wewe direct, hata kama wewe ulikuwa uko busy na mambo mengine. Sasa hizo ndio tips 2 ambazo nimekupa, ambazo uko nazo kwenye simu yako. Haya unaweza ukayafanya kwenye simu yako kabisa, ukaokoa muda. Hii target yetu ni kuokoa muda, yani send location kwa kuokoa muda bila kwenda WhatsApp, kwenda kuandika vitu vingi. Hapa kwenye inbox yako message za kawaida unaweza share location, alafu pia unaweza schedule. Hii pia inakurahisishia kukaa unaandika mara kwa mara. Pia kitu ambacho hujui hapa, unaweza ukaschedule message zaidi ya moja. Yani unaweza ukaschedule message zaidi ya moja, yani unazipangia tu muda. Hii ikifika muda fulani message inaenda, hii ikifika muda fulani message inaenda. Sasa cha kufanya, kama bado hujasubscribe, hebu fanya hivyo. Subscribe, like, comment, share na watu wapendao, ili na wao wazijue hizi tips. Hii ni Tech Janja, sehemu sahihi ya kuichambua tech kwa lugha nyepesi, yani tunasema tech in Swahili.